Kwa hiyo mimi naomba nikutoe hofu na niwatoe hofu wenye viongozi wengine kwamba waendelea kufanya kazi vizuri bila hata hiyo mihuri. Sasa nilisikia tu tetezi kwamba tunakoelekea wenye viti wa vitongoji watakuwa hawana mihuri. Nilisikia, sina uhakika, kwamba inabidi tutumie watendaji. Sasa kwa hapa Mlowo, mimi niwape tu ushauri kama serikali. Unaweza kuona serikali kafanya kitu, mtu akaamka moja akaongea bila kuchukua ushauri wa watu. Tuna ofisi ya mtendaji iko hapa. Hii Mlowo ni kubwa. Kuna tukio dogo limetokea labda Satunduma huko chini, ni usiku, tushazoea labda tumekamata mwizi, inabidi tumuone mwenyekiti wa kitongoji. Mwenyekiti, tumekamata huyu. Namfahamu mtoto wa fulani, yuko hivi na hivi, msimzuru, twendeni polisi. Lakini sasa kama ni usiku saa 2 kweli nitoke kule Satunduma kwenda kwa mtendaji kumgongea? Wenye viti wa vitongoji wana nafasi yake. Kama mna lengo la kufanya hivyo, tafadhali sana, mtaumiza watu. Mwenyekiti wa kitongoji ndio anayejua hii nyumba anakaa mwizi, huyu tapeli, huyu anauza kitu fulani, ametokea kijiji fulani, amepokelewa na watu fulani. Hata unapohama kwenye mtaa, unaenda kwenye mtaa mwingine, unapewa barua, huyu anaenda kwenye mtaa huu. Ile mwenyekiti anapokea taarifa zako. Huyu ana taarifa nzuri, anazo hizi na hizi, hatumtaki. Kama ni kijijini, arudi kijijini. Mtendaji haya yote anakuwa hayajui. Na kama basi itakuwa ni hivyo, unataka kufanya hivyo, basi ile mihuri, kwa sababu mwenyekiti wa kitongoji ana katibu wake, basi ateni kwa katibu. Mkurugenzi sasa hivi bado wanayo hiyo mihuri, bado wanayo hiyo mihuri. Kwa hiyo serikali kama itaamua kufika kwenye hiyo hatua, ni hatua ambayo lengo lake ni kuweza kuboresha tu ufanisi na utendaji wa kazi, lakini bado wananchi wataendelea kupata huduma. Ukipata tatizo kule unaanzia kwa mwenyekiti, na huko utaratibu ambao utawekwa vizuri kabisa kwamba mwenyekiti wa kitongoji unapomhudumia mwananchi ufanye nini. Kwa hiyo watapewa utaratibu na kazi zao zile zote zitaendelea kutekelezwa kama vile inavyotakiwa. Kwa hiyo nikutoe hofu kwenye